Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu ni mwema. Mungu ni mwaminifu, ameendelea kutupa neema na kibali cha kuendelea kuwepo katika siku ya leo. Ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya neema hii na kwa ajili ya kibali hiki ambacho tupatia ama amenipatia cha kuwepo katika siku ya leo. Kama kawaida, kwa majina yangu ninaitwa Mchungaji Jackson Komando. Leo kuna kitu ambacho nataka nije kukizungumza kuhusu vyakula, kuna watu wengi hawajui kitu ambacho kinaendelea katika ulimwengu huu. Ndio maana channel hii inaitwa channel ya matengenezo na ufunuo, hapa tunatengeneza na kufunua vile ambavyo vimejificha, ulikuwa huvijui, uvijue. Japo hivi vimejificha katika ulimwengu wa roho, na bahati mbaya ni vigumu sana kuvielewa vitu vya rohoni wakati uko mwilini. Kwa hiyo hata nafundisha hivi, najua ni kundi chache la watu ambalo watakaonielewa. Najua wengi hawatanielewa. Kwa sababu gani? Mambo ya roho utambulika kwa jinsi ya roho. Mambo ya roho utambulika kwa jinsi ya roho. Mtu wa mwilini hawezi kuyajua mambo ya rohoni kamwe, lakini mtu wa rohoni yeye utambua kila kitu. Neno la Mungu limesema mtu wa rohoni utambua nini? Utambua kila kitu, lakini yeye hatambuliwi na mtu. Kwenye kitabu kile ni cha Wakorinto, kitabu kile cha Wakorinto sura yake ni ya pili, mstari wake ni wa 15. Ukienda utaona neno la Mungu limesema mtu wa rohoni yeye hatambuliwi, mtu wa rohoni hatambuliwi na mtu, lakini yeye utambua kila kitu. Kwa hiyo najua hiki nachoenda kusema ni wachache atakaonielewa, lakini kama unielewi, jilazimishe unielewe hivyo hivyo hata kama hauelewi. Na kama bado haujasubscribe channel hii, subscribe ili kwamba uendelee kujua yale ambayo yamejificha. Hapa utafunuliwa kwa neema ya Mungu kwa ajili ya msaada, kwa ajili ya msaada. Sikwambii hivi ili kwamba uanze kuogopa, hapana. Sikwambii hivi uanze kuogopa, hapana. Lakini nakwambia ili kwamba ujifunze na wewe ukawafundishe watu wengine. Vyakula vingi ambavyo watu wanakula sio vyakula. Yani watu wengi wanauziwa. Watu wengi wakienda buchani, mtu anaenda kununua nyama ya ng'ombe, lakini anarudi nyama ya ng'ombe. Anarudi na vitu vya ajabu, Laiti Mungu akufunulia hiki, wewe mwenyewe unaweza nini? Wewe mwenyewe unaweza ukaona. Lakini sikwambii hivi kwamba uanze kuogopa kwamba sasa nisile nyama ya ng'ombe ama nisile samaki kwa sababu mtumishi wa Mungu amesema hivi na hivi. Hapana. Neno la Mungu limeshasema. Mungu mwenyewe alijua hiki kinachoendelea. Kwa hiyo na yeye akatoa neno lake kwa kitabu kile cha Wakolosai. Wakolosai sura yake ni ya pili, mstari wake ni wa 16. Wakolosai sura yake ni ya pili, mstari wake ni wa 16. Ndio maana nimekwambia, sikwambii hivi kwamba uogope. Hapana. Sikwambii hivi kwamba uogope, kwa sababu Mungu amekuruhusu kula. Kwenye Wakolosai nitasoma Wakolosai 2:16. Neno la Mungu linasema, basi mtu asiwahukumu ninyi katika vyakula au vinywaji au kwa sababu ya sikukuu au kwa mwandamo wa mwezi au sabato. Narudia tena, basi mtu asiwahukumu ninyi katika vyakula au vinywaji au kwa sababu ya sikukuu ama mwandamo wa mwezi au sabato. Kwa hiyo ndio maana nakwambia hivi, ujue lakini usiogope. Wewe
nenda kanunue nyama, wewe iombee tu, yani usile bila kuombea. Hiyo ndio nilia, ni ukila bila kuombea, basi ujue unakula vitu vya ajabu, unakula vitu vya ajabu. Kama ni nyama za watu, unakula nyama za watu ukizania kwamba unakula nyama ya ng'ombe, kumbe unakula nyama za watu. Kwa hiyo adui anainajisi dunia kwa sababu anakuingiza kwenye maagano ya kula nyama za watu. Kama unakula nyama za watu, wewe ufalme mbinguni utaenda wapi? Uwe unajua ama hujui? Uwe unajua ama haujui? Kama unakula nyama za watu, wewe huo ufalme mbinguni utakao uenda ni ufalme gani? Kwa hiyo lazima ujue cha msingi cha kufanya unapoenda kununua nyama. Kama unataka kununua nyama, kama unataka kununua samaki, nenda kanunue, lakini kwenye kuiandaa, andaa ukiwa na mshukuru Mungu kwa ajili ya kile ambacho unachokiandaa. Kwenye kula pia, kabla ya kula, kitakase kile ambacho unachokula, na Mungu ni mwema, atabadilisha kile ambacho amekuuzia kule. Kama ni nyama, itakuwa ni nyama halisi. Kama ni samaki, itakuwa samaki halisi, badala ya vile ambavyo ambavyo wamekuuzia kule. Kuna ushuhuda mmoja ambao niliwahi kusikia wa mtoto mmoja alienda shule. Alipoenda shule, wakagawiwa pipi watoto. Kuna mtu alikuja kama msamaria mwema pale shuleni, akawagawia pipi wale watoto. Walipowagawia pipi, mtoto mmoja kwa sababu ya ubizi, ile pipi hakuitumia, akaweka kwenye begi yake. Wale wengine wakatumia, lakini yule mtoto kesho yake kwenye kugawia ile begi lake, akakuta ile pipi ambayo ameweka kwenye begi imebadilika, sio pipi tena, ni kidole cha mtoto mchanga. Kwa hiyo watu wanakula vitu ambavyo sivyo. Kwa hiyo wewe mwana wa Mungu, unapoenda kununua kitu, hakikisha kabla hujakitumia, kitakase kwanza kwa damu ya Yesu. Utakuwa salama. Ndio maana kuna mtu unaweza ukashangaa watu ambao walijua siri hizi. Kwa mfano kama Yohana Mbatizaji, kwa mfano watu waliojua siri hizi, kwa mfano Yohana Mbatizaji, yeye chakula chake kilikuwa nini? Kilikuwa ni nzige na asali. Siku zote ambazo alizokaa hapa duniani, chakula chake kilikuwa nini? Kilikuwa ni nzige na asali. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo watu huwa tunanunua, kumbe kama ni nyama, kumbe unauziwa nyama za watu, ama nyama nyingine yoyote ile ambayo sio ile ambayo umeenda kununua. Kwa hiyo mwana wa Mungu, hiki ni kitu ambacho nakuambia ili kwamba uelewe unapoenda